BW Media, stay informed. Karibu sana mtazamaji katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Asante kwa sababu umeendelea kuungana nasi katika vipindi mbalimbali. Kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia ni kipindi ambacho lengo lake kubwa ni kuinua hali zetu za kiroho kupitia maandiko matakatifu, yaani Biblia. Na mtazamaji, siku ya leo tuko katika somo la 5 lenye kichwa cha somo jinsi ya kujifunza Biblia kwa ufanisi. Jinsi ya kujifunza Biblia, sio kujifunza tu, kwa ufanisi. Na kama kawaida, mpenzi mtazamaji, siko peke yangu, niko na wachambuzi ambao tunaambatana nao. Kwa mkono wangu kulia niko na Dr. Martin Maduhu, nafuatana pia na Baraka Mwambopo. Halikadhalika tuko na mzee wetu, mzee Matthew Masaka, na mimi katika kuongoza kipindi hiki naitwa Watson Mwakijola. Karibu katika kipindi cha leo, na hii ni BW Media. BW Media, stay informed. Naam, ni wakaribisha katika kipindi cha leo. Kwa kwanza, siku ya leo tutachambua sana namna ambavyo tunapaswa kujifunza Biblia, na natamani kabla hatujaenda mbali zaidi, Baraka Mwambopo atupitishe katika fungu ambalo linabeba mjadala huu pamoja na ombi, kisha tutakuwa tayari kuendelea na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Naam, fungu letu kiongozi linatoka katika kitabu cha Isaya 55 na ule mstari wa 11. Neno la Mungu limeandikwa hivi: ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Hili ndilo neno la Bwana, na tufumbe macho tuombe tunapofungua kipindi chetu. Mwenyezi Mungu unayetupenda, unayewapenda watazamaji hawa, Mungu, tutapoenda kujadili lesoni hii, Mungu katupatie Roho Mtakatifu tulielewe neno lako na tuelewe namna nzuri ya kusoma Biblia, na tukitoka hapa tukabadilike na tuwe watu bora kwa ajili ya ufalme wako. Tunaomba haya katika Yesu Kristo, amen. Asante Baraka Mwambopo kwa fungu hilo. Kiukweli Biblia ni kitabu, si kitabu cha kawaida, na ndio maana kunatakiwa kuwe na namna nzuri na sahihi ya kujifunza. Ni tofauti na vitabu vingine ambavyo tumezoea mashuleni au vitabu vingine vya kurejea, ni tofauti sana. Mwinjilisti Masaka, karibu katika kipindi cha leo, na ninatamani utupitishe katika utangulizi. Ukumbuke tu tunajifunza jinsi ya kujifunza Biblia. Karibu kwa utangulizi, kisha tutaendelea na somo hili kwa undani kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mada hizi 13. Leo tuko katika mada ya 5 katika robo hii ya pili, na tunajifunza kwa undani jinsi ya kujifunza Biblia. Katika mada hii tutaangazia namna gani tunaweza tukajifunza Biblia kwa undani zaidi na kuchunguza maandiko ili tujue namna ambavyo Mungu anaongea nasi kupitia neno lake takatifu. Maneno la Mungu ni sauti ya Mungu inaongea nasi. Biblia ni sauti ya Mungu inaongea nasi kupitia tunavyosoma na kujifunza neno lake. Na maandiko yako wazi, maana yanafunua mapenzi ya Mungu, na tunapojifunza Biblia ni namna nzuri ya kukua katika uhusiano na Mungu. Kama somo letu la robo hii, kichwa cha habari kikubwa cha lesson ni kukua katika uhusiano na Mungu. Ili tuweze kukua katika uhusiano na Mungu, sharti tuweze kujifunza Biblia kwa kina, kwa kuyachunguza maandiko. Na ile fungu letu kalili la kitabu cha Isaya 55 fungu la 11 linasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu tokalo katika kinywa changu, hata nirudia bure, bali tatimiza mapenzi yangu, na utafanikiwa katika mambo yale nilolituma. Katika aya hii tunajifunza namna gani neno la Mungu linavyotimiza mapenzi yake. Katika hii, ili upate maana zaidi ya aya hii, ni vyema tukaanzia aya ya 10 ya Isaya 55. Anasema, maana kama vile mvua ishukavyo kama theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyeshia nchi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu alaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu tokalo katika kinywa changu, hata nirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo utafanikiwa katika mambo yale nilolituma. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Neno la Mungu linafunua mapenzi ya Mungu. Unapojifunza neno la Mungu,
Mungu anaongea nasi pale tunapojifunza na anajifunua kwetu kupitia neno lake, na tunayafahamu mapenzi yake, na hivyo tunakuwa katika uhusiano na Mungu. Na anasema kwamba neno lake Bwana halitatimiza mapenzi yake. Mapenzi ya Mungu yanatimizwa kupitia neno la Mungu. Tunajifunza neno la Mungu ili tufahamu mapenzi yake. Na anasema neno hili halitamrudia bure, maana amelituma ili timiza mapenzi yake. Ametuma neno lake kwetu ili liweze kutubadilisha, kutuumba upya, kututakasa na kutufanya kuweza kuwa wakamilifu, na kutuonya na kutuadibisha katika haki. Neno hili limetumwa, na neno hili tunapolipokea linatimiza mapenzi ya Mungu kwetu kwa kutuumba upya, maana dhambi ilituharibu, na hivyo neno lake linatuumba upya turudi katika hali ya utakatifu na kuwa wasafi. Neno hilo pia linatutakasa, kama maandiko yanasema katika Yohana 17:17 kwamba watakase katika ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno la Mungu licha ya kutuumba upya na tutakasa, lakini pia neno la Mungu linatufanya tufahamu mapenzi ya Mungu na namna tunapaswa kuishi kulingana na mapenzi yake, ili tuweze kuandaliwa kwa ajili ya maisha yale ya milele. Maisha ya dunia hii sasa tunapita tu. Vyema tufahamu njia sahihi ya Mungu ambayo iko wazi katika maandiko matakatifu. Na Mungu amejifunua kwetu kupitia neno lake, neno ambalo Bwana Mungu mwenyewe aliliandika kupitia watumishi aliowachagua, manabii na mitume. Akajifunua kwa akiwavuvia neno lake kwa njia ya maono na ndoto, na neno hilo akaliandika likawa ni mbaraka kwetu. Leo tunapolisoma tunafahamu kwa kina mapenzi ya Mungu, na tunajua namna gani tuishi kwa kutii neno lake, ili tuweze kuwa na uzima wa milele na tuweze kuishi maisha ambayo tunaandaliwa kwa ajili ya maisha yale yajayo ya ufalme wa mbinguni. Asante. Asante sana kwa utangulizi huu Mwinjilisti Masaka. Tukienda mbele zaidi, Dr. Martin, tunaona kwamba tuko katika ulimwengu ambao watu wako bize sana na mambo yao, muda hautoshi. Sasa nilikuwa najaribu kusoma, na kwa mujibu wa Yohana sura ya 15 fungu la 1 mpaka la 8, Yesu anamaanisha nini anaposema kaeni ndani yangu, na kwa nini hili ni muhimu sana kwa imani yetu leo? Naam, asante. Kaeni ndani yangu, muda, namna ya kujifunza Biblia. We are back to class. Sasa tupo katika mafunzo. Mafunzo yoyote yale yatahitaji muda wa kujifunza. Mafunzo yoyote yatahitaji mahali maalum pa kujifunza. Yatahitaji vifaa mbalimbali vya kujifunza. Tukianza na muda, katika ulimwengu ambao muda hautoshi kimsingi, lakini anaposema kaeni ndani yangu, anatupatia kanuni ya kipekee hapo, kanuni ya vipaumbele, kwamba licha ya kwamba tupo katika mbanano, msongamano, mambo yote yanahitaji yafanyike, lakini vikiwapo vipaumbele itakurahisishia kuweza kufanya vipaumbele kwanza, kufanya mambo ya msingi kwanza kabla ya mambo mengine. Na kipengele hicho ni habari ya kujifunza neno la Mungu. Katika Marko 1:35, alfajiri akaondoka alfajiri na mapema, the morning hour, mapema kabisa kabla ya mambo mengine hajaweza kwanza. Ili tuweze kujifunza neno la Mungu, lazima tuipatie nafasi ya kwanza katika siku husika, kabla ya mambo mengine ya kidunia. Kwa hiyo kipaumbele ni jambo la kwanza litakalokuwezesha kuweza kupata muda, kupata nafasi na kupata nafasi ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Yako mambo matano ambayo natamani tuangazie katika muda. Jambo la kwanza ni kwamba baada ya kuona sasa Biblia ni neno la Mungu, baada ya kuona linamfunua Mungu, li hai, tena ni sauti ya Mungu mwenyewe, katika mchakato wa kumjua Mungu katika kusoma Biblia, tunawezeshwa pia nasi kuweza kujigundua hali zetu jinsi zilivyo. Kwa hiyo katika kumjua Mungu nasi tunajiona wapi tumeteleza, hali zetu jinsi zilivyo. Jambo lingine la kuangalia, ili tuweze kujifunza Biblia, lazima kwanza shauku yetu iweze kuwa kubwa, tuwe na njaa na neno la Mungu. Appetite iwe juu, ndipo tutaweza kujifunza neno. Uko wazi katika maisha ya mwanadamu, katika mwili wa mwanadamu. Usipojazwa na kitu kingine, utajazwa na kitu cha ovyo. Kwa hiyo tuwe na njaa ya kujifunza neno. Vitu vya kwanza huja vya kwanza. Alafu tujisalimishe katika ule muda wa asubuhi wa mapema kabisa,
tumruhusu Mungu azungumze, tusikie na tusikilize. Halafu mwishoni tutaendelea na maeneo maalum na mahali pa kuweza kujifunza neno. Kumbuka mpenzi mtazamaji unayetufuatilia kwamba kipaumbele kiwe ni kujifunza neno kabla haujaanza majukumu yako. Tenga dakika 20, tenga nusu saa ili uweze kujifunza neno. Asante. Asante Dr. Martin, kwamba ili tuweze kuwa na muda na Mungu tunapaswa kupata wasaa mzuri sana wa kujifunza neno lake. Lakini bado nina jambo fulani natamani Baraka Mwambopo aweze kuchambua kidogo kama mchambuzi. Tunaona kwamba Biblia imekuwa inachukuliwa tofauti. Kuna story ambazo ziko mtaani, watu wanasema ukitumia muda mwingi sana kujifunza Biblia unaweza ukawa hata akili yako ikawa haifanyi kazi vizuri, ukawa kichaa, ukawa namna gani. Kuna mambo kama hayo ambayo yanazungumzwa katika jamii. Sasa tunaaswa kutumia muda mwingi zaidi kujifunza ili kutengeneza mahusiano yetu na Mungu. Sasa tufanye nini katika ulimwengu ambao tuko busy sana na mambo mengi, ili tuweze kupata muda angalau wa kujifunza neno la Mungu? Naam, asante sana kwa swali zuri. Ni kweli jamii haipendekezi sana sisi kuchukua muda wetu mwingi kufanya mambo ya Mungu, na ni kitu ambacho shetani anakiingiza tu kwenye jamii. Lakini tukumbuke siku hii ambayo anaelezea muda, vitu vinavyofanya binadamu aweke muda wake mwingi ni nini? Cha kwanza ni kutafuta. Sehemu unaotafuta kitu lazima utaweka muda wako wa nini? Wa kutosha. Lakini cha pili ni kujifurahisha. Napeleka muda sehemu ambayo nitapata furaha na amani na starehe. Na mwandishi amenukuu vitabu viwili ambavyo vinaelezea kwamba kama tukimtafuta Mungu kwa kumpatia muda wa kutosha, hivi vyote tunavyosumbuka navyo tutavipata. Cha kwanza ni ile Yeremia 29 mstari wa ngapi? Wa 13, ambayo anatusii sana kwamba nanyi mtanitafuta na kuniona. Na sisi duniani tunatafuta zaidi pesa kuliko nani? Mungu. Anasema tukimuona inakuwaje? Mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Sasa mimi nimeamua kumtafuta Mungu, maana yake nimeamua kuachana na kupeleka muda kwenye mambo ya duniani. Nimeamua kutafuta sasa wokovu wa Mungu. Nitapata nini? Ndio anakuja kwenye Zaburi ile 37 mstari wa 4, ambao anaelezea kwamba kama tutamtafuta Mungu, na tukishamtafuta Mungu, Yeremia anasema tukampata. Tukimpata Mungu kuna vitu tutavipata. Ni vitu gani? Vile vile ambavyo tunavitafuta kila siku. Anasema 37:4, nawe utajifurahisha kwa Bwana. Haleluya. Kumbe kama nitatumia muda wangu wa kutosha kumtafuta Bwana, ile furaha naoipata kwa kuwa na fedha itakuwa zaidi sana nikimpata Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe anasema utajifurahisha kwa Bwana. Alafu anasema naye huyo Bwana atakupa haja ya moyo wako. Kumbe hizi haja tuzipati kwa sababu tumediverge muda. Tulitakiwa tupeleke muda wetu wa kutosha kwa Mungu, tumepeleka muda wetu wa kutosha kutafuta fedha. Hivyo hatupati furaha ya kutosha, wala haja zetu za mioyo hazitimizwi. Kwa nini? Kwa sababu tu tumepeleka muda sehemu ambayo sio. Kumbe binadamu wanavyotuambia tunapoteza, sisi tuambie huku ndo tunapata. Kwa sababu moja, tunampata Bwana, tunamuona. Pili, tunafunguliwa sasa, tunapata haja za mioyo yetu. Na anamalizia kwenye Zaburi ya 46 na ule mstari wa 10, kufunga kabisa, anasema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Yaani sisi kazi yetu ni moja tu. Mungu ametuleta duniani kumtangaza. Yaani muda wetu tulionao sio muda wa kula bata, ni muda wa kumtukuza nani? Mungu kwa mataifa. Alafu tumtukuze katika nchi. Kumbe muda wangu natakiwa niutumie mwingi kwa Mungu, kwa sababu mimi nikimtafuta Mungu baada ya kutafuta fedha nitamuona. Alafu anasema nitafurahishwa nikiwa na Bwana, alafu atanipa haja za moyo wangu, maana mimi kazi yangu ni moja tu, kumtukuza katika mataifa na kumtukuza katika nini? Katika nchi. Na watu wakikuona unafanya hivyo, watakuona kidogo umechanganyikiwa, kidogo haupo sawa. Usijali. Kadiri wanavyokuona haupo sawa, ni maana yake umejitenga na uchafu. Mtu msafi akai na wachafu, wachafu watakuzihaki. Wewe endelea kumtafuta Bwana, mpe muda wa kutosha na Mungu atajifunua kwako. Asante. Asante wachambuzi. Kiukweli naungana nanyi pia kwamba kukaa ndani ya Kristo kunahusisha kusoma neno la Mungu kila siku, kuomba na kutii.
Tukienda mbele zaidi, mwinjilisti Masaka, kuna ile aya ambayo Dr. Martin aliisoma ya Marko sura ya 1 aya ya 35. Tunaona pale kwamba Yesu aliondoka asubuhi sana na mapema. Sasa haya mambo mawili tunaona yanatumika kwa wakati mmoja, kwamba muda na mahali sahihi ambapo unaweza kupatumia kujifunza neno la Mungu au kuomba kwa namna yoyote. Sasa tunajifunza nini pale Yesu ambapo anaondoka, anajitenga na kwenda mbali zaidi ili aweze kuzungumza na Baba yake wa mbinguni? Na kwenye maisha yetu leo tunajifunza nini ili iwe uhalisia zaidi kwa namna tunavyopaswa kuishi? Mahali sahihi pa kujifunza ni jambo la msingi sana. Yesu licha ya kutenga muda wa kujifunza neno la Mungu, ambaye yeye pekee ni kigezo chetu kikamilifu, tunajifunza kupitia kwake. Yeye alijifunzaje neno la Mungu? Alijifunzaje Biblia? Alipataje muda wa kukaa na kutafakari mapenzi ya Mungu? Alikuwa ametenga muda maalumu, lakini pia alikuwa na mahali sahihi ambapo alikuwa anajifunza neno la Mungu. Mahali sahihi ni mahali ambapo pana utulivu, mahali ambapo pana mazingira fulani ambayo ni ya kiasili, na ambapo Yesu alikuwa anatoka alfajiri na mapema, kabla hata watu hawajakuja kumletea wagonjwa. Ni mahali ambapo alipokuwa mapatenga ili aweze kuongea na Baba yake wa mbinguni. Alikuwa anaomba, lakini alikuwa anajifunza neno la Mungu na kutafakari mazingira ya asili na kutafakari utume wa kazi yake. Kwa mahali sahihi pa kujifunza neno la Mungu ni jambo la msingi. Tuwe na mahali ambapo anaweza pakawa ni sahihi zaidi kujifunza neno la Mungu, kwa maana ya kwamba ni mahali pa utulivu, mahali ambapo hapana pilika ambazo zinaweza zikatutoa katika kujifunza kwetu Biblia. Unapojifunza Biblia unatakiwa uone mahali sahihi ambapo unapojifunza utapata muda wa kutafakari kwa kina. Unajua kujifunza ni tofauti na kusoma tu kwa kawaida. Na tujifunza kwamba wale ambao wanadhani kwamba muda wao mwingi wawekeze katika mambo ya kidunia ya utafutaji, kujifunza kwa neno la Mungu huwa wanajifunza kwa haraka. Na kujifunza kwa haraka huwezi kupata maana kile ya neno unalojifunza. Huwezi kupata maana halisi ya neno unalojifunza, maana unajifunza kwa haraka ili uwai mambo yako ambayo unadhani kwamba ni muhimu kuliko kujifunza neno la Mungu. Kwa mahali sahihi pia pana kusaidia kuwa na utulivu wa kipekee. Kwa Yesu kabla hujapambazuka sana, alikuwa anaenda mahali pa faragha, anafanya maombi na dua na sala, alikuwa anajifunza neno la Mungu kwa kina. Kwa tuwe na muda maalum ambao tunautenga katika kujifunza neno la Mungu. Mara nyingi katika familia tunakuwa na maombi na tunakuwa na kujifunza neno Biblia, lakini hatuna muda maalum, lakini hatuna mahali sahihi. Unajifunza neno la Mungu mara baada muda fulani, kuna kitu fulani kinatokea hapa au kinapita, kinakuondoa katika ule hali ya kujifunza kwa kina. Kwa hiyo mahali sahihi na ni mahali ambapo pana utulivu, ambapo hapaingiliana na kitu kingine, ambacho unapokaa kwa utulivu basi ni nafasi nzuri. Wakati fulani inaweza kawa ni wakati wa usiku kabla hajapambazuka, basi unatenga muda fulani unajifunza neno la Mungu. Maana Yesu alikuwa wazi kwamba alikuwa anaenda mahali pasipokuwa na watu na ilikuwa ni alfajiri. Basi hapa alikuwa anapata nafasi ya kuomba na kuongea na Mungu na kujifunza mapenzi yake. Kwa namna hiyo basi tutakuwa tunajenga mahusiano na Mungu kwa namna ya kutafuta mahali ambapo sahihi pa kujifunza maandiko, ndipo tutamuelewa Mungu na kufahamu mapenzi yake na kuyatii katika hali ya usahihi zaidi. Asante. Naam, nimekuelewa vizuri mwinjilisti Masaka kwamba pasipo muda wa faragha na Mungu imani yetu inaweza kuwa dhaifu sana. Na kuna mtu mmoja aliwahi kufananisha uhusiano wetu na Mungu na namna ambavyo tunajifunza kupitia maandiko matakatifu, sababu tabia yake na namna alivyo tunajifunza pia kupitia Biblia. Akasema ni sawa na mtu na chakula, kwamba jinsi ukiwa na njaa utakula, lakini kama hutakula basi afya yako itazoofika sana. Sasa Baraka Mwambopo, natamani tuzungumzie swala la kuamka mapema sana. Tunajifunza pia katika kile kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 35. Hii mapema sana, vijana wengi sasa hivi, na nikizingatia wewe pia ni kijana, masuala ya kuamka mapema sio mambo yao. Natamani uzungumze kitu fulani hapo kuhusiana na kufanya mambo yale ambayo ni ya msingi kwa kuamka mapema sana. Naam, asante sana kwa swali nzuri. Ni kweli kuamka mapema kuna husianishwa sana na mafanikio ya mtu.
Kwa sababu hata Mithali, tutakumbuka Mithali 6 pale mstari wa 9 anakwambia ewe mvivu utalala mpaka lini? Alafu aishia hapo anasema utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo hapo sasa 11. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi. Yesu alikuwa anajua umaskini wake wa kiroho utakuja kama mnyang'anyi asipowahi kuamka. Haleluya. Asipojifunganisha na Mungu mapema atanyang'anywa ile nguvu. Ndio maana utagundua hiki sio kisa cha kwanza cha Marko 1:35 Yesu kuamka mapema. Ilikuwa ni tabia yake kwenda nini? Faraga. Tunakumbuka kuna moja ile alimtibu mamake mkwe na Petro, akaamua asilale kabisa. Kwamba nguvu aliyoitumia ni kubwa, kwa anahitaji kulicharge, kuongeza nguvu. Sisi vijana tunakuwa maskini na walalamikaji kwa sababu tunapenda hii Mithali 6. Tunaipenda hii. Na kiukweli tunachelewa kuamka kwa sababu pia tunachelewa kulala. Na vitu vinavyofanya tuchelewe kulala sio vitu vya kumpendeza Mungu, ni vitu vya kutupendeza sisi wenyewe. Tunachati sana, tunaongea na simu muda mrefu usiku, kiasi cha kwamba muda wa kulala tunaupoteza kwa mambo ya kidunia na mambo ya kijinga. Ndio maana hata Suleimani anamwambia mwanae kwenye ile Mithali 7, mwanangu yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako, usiziache amri zangu ukaishi, na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Yani tu ni kwamba sisi vijana tukiamua kurekebisha mazingira yetu, moja, kuamua kuwahi kuamka. Na ukiwahi kuamka, amka usome nini? Neno. Yesu alishasema yeye ni nini? Ni kielelezo. Kama ni kielelezo chetu, kama aliwahi kuamka, sisi nasi tunafaa kuwahi kuamka. Halafu tuombe. Tukishaomba inafaa sana tusome na neno la nani? La Mungu. Kwa nini? Kwa sababu akili yetu inakuwa ipo vizuri muda huo. Huo ndo muda sasa wa kushika sheria ya nani? Ya Mungu. Nakumbuka tumesoma mwanzoni katika Zaburi 36 kwamba kama tukajifurahisha kwa Mungu kwa kusoma neno lake, tutapata kila kitu vijana tunataka. Hatupati saizi kwa sababu muda wetu mwingi tumeuacha wapi? Kitandani. Na tukumbuke tu neno moja ambalo ni rahisi sana. Wataalamu wanasema ukifanya kitu ndani ya siku 21 ni rahisi sana kuwa tabia yako endelevu. Kwa jipangie ndani ya siku hizi 21, anza kuamka mapema. Seti alamu yako na usiamke mapema bila kuwa na purpose, bila kuwa na lengo. Lengo ni kwamba nitaamka mapema, nitasoma kesha la asubuhi au nitasoma Biblia siku hiyo inasemaje, si ndio? Chapter nzima ya siku hiyo. Alafu nitaomba. Nitamwambia Mungu mipango yangu ya siku. Kama Mungu leo natamani nitembee hapa, hapa na hapa. Ili tuache haya mazingira ya kukurupushwa. Yaani unakuta una siku umeamka, unakuta umefanya vitu tu haujaelewa kwa sababu tu hauna muongozo ambao ungeusema. Script yako unatakiwa uiandike wapi? Asubuhi. Kwa sisi vijana tukiacha kulala usingizi, tutakuwa matajiri kiroho na tutakuwa matajiri kinini? Kifedha. Kwa hilo tu ndo naomba nimalize nalo. Haya mtazamaji, kama una tabia fulani unayotaka kuiacha, tumepewa dawa ya kisaikolojia hapa kwamba unaweza kutumia siku 21 tu kuhakikisha unapata tabia mpya. Unasema una develop tabia nyingine mpya, kwa hiyo unaweza kaacha ile tabia ya ambayo uipendi. Hiyo na tunaweza tukaichukulia katika mtazamo wa kisaikolojia. Tukienda ndani sasa kwa kina zaidi, Dr. Martin, tunaona somo la wiki hili na tuelekeza namna ya kujifunza Biblia kwa kina. Sasa nilikuwa nasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 aya 15 na 16. Kuna maelekezo pale ni kwa nini kutafakari na kuandika wakati wa kujifunza Biblia ni muhimu, na utaenda mbali zaidi katika kuchambua kwako kama kuna hatua za kina ambazo tunapaswa kuzifata katika kujifunza Biblia. Karibu sana. Naam, asante na washukuru pia wachambuzi waliotangulia. Kumbuka tunazungumzia kujifunza Biblia. Tupo katika kujifunza Biblia kwa kina. Mara baada ya kuwa umepata muda, asubuhi mapema kabisa, umepata mahali maalum. Mahali maalum inaweza ikawa sehemu yoyote. Kama una nyumba unaweza kutenga chumba hicho mahususi kwa ajili ya kujifunza Biblia. Kama chumba hamna, unaweza ukatenga hata kiti katika meza sehemu fulani, alafu kila siku ndani ya ule muda asubuhi una show up
at the same time, at the same place. Malaika wa Bwana atakuwepo mahali pale kukutana na wewe. Sasa kujifunza Biblia kwa kina, kuandika, kumbuka tunajifunza. Kuandika ni nyenzo ya pekee sana katika moja, kuelewa, halafu pili, kutunza kumbukumbu. Kuandika na sio tu take note kwa simu au whatever, lakini advantage inakuwa kubwa zaidi pale ambapo utaandika kwa mkono wako. Unapoandika ule mwandiko wako, ubongo unatengeneza pattern ambayo ni complex, lakini ya kukuwezesha wewe kuelewa na kutunza kumbukumbu. Kumbuka, not writers are history makers. Wote wanaoandika ndio wanaweza kuweka historia. Hakuna kujifunza pasina kuandika. Utasoma, utajiona kwamba umeelewa, ila usipoandika baada ya muda itaweza kuondoka. Kwa hata katika kujifunza Biblia kwetu, katika mahali pale ulipopachagua, iwepo diary, iwepo kalamu, uweze kuandika. Nitakueleza mwishoni hatua za kujifunza Biblia kwa kina. Jambo la pili la msingi sana katika kujifunza Biblia kwa kina, lazima vitu viwili hivi viweze kuwepo. Jambo la kwanza, maombi. Maombi, unaomba Roho Mtakatifu aweze kuwa pamoja nawe katika kujifunza neno. Na Roho Mtakatifu atafanya mambo mawili makubwa katika kujifunza kwako neno. Jambo la kwanza, atakuongoza utambue umuhimu wa yale mafundisho marahisi ambayo yanaeleweka kirahisi. Utambue umuhimu. Wakati mwingine bila Roho Mtakatifu unaweza ukasoma tu, unaona kitu kirahisi kwa juu tu unapita, kumbe kuna umuhimu sana. Jambo kama kuokolewa kwa neema, unaweza kuona kama rahisi, kumbe kako kitu cha muhimu sana. Alafu Roho Mtakatifu atafanya pia jambo la pili la kuweza kukuonesha kwa uelewa unaofaa yale mambo yaliyo magumu, masuala ya unabii. Roho Mtakatifu ataweza kukueleza vizuri bila kupotosha maana. Kwa hiyo kabla ya kujifunza Biblia kwa kina, omba Roho Mtakatifu aweze kukusaidia hayo. Roho Mtakatifu ataiongoza akili yako, Roho Mtakatifu atafungua moyo wako uweze kupokea. Sasa ziko hatua kuu 6 za kujifunza Biblia kwa kina. Lakini kabla ya hatua hiyo nikwambie, ni shule gani ambayo ulienda ukakuta watu hawaandiki, watu hawatake note ya nini? Hakuna shule ya namna hiyo. Hata katika shule ya mbingu, katika shule ya Biblia, lazima tuweze kuandika. Hatua ya kwanza ni kuomba Roho Mtakatifu kama nilivyokueleza. Alafu hatua ya pili, andika fungu hilo ambalo umelisoma, aya ambayo unahitaji uitafakari. Alafu hatua ya tatu, baada ya kuwa umechagua fungu hilo, umeweza kuliandika, sasa hebu soma tena kwa maombi. Pigia mstari vile vipengele muhimu uweze kuona. Kwa mfano kama fungu letu la kukariri, fungu kiongozi ambalo linatuongoza kwamba neno langu, neno la Bwana, pigia mstari, neno la Bwana halitatoka bure, litatimiza mapenzi. Pigia mstari vipengele hivyo muhimu. Alafu kisha vile vipengele ulivyovipigia mstari vinakuambia nini katika maisha yako? Vinanena nini katika maisha yako? Jambo la kwanza inabidi iwe hilo. Sio kwamba wewe umeelewa nini, ila unapata nini, neno lile linakuambia nini katika maisha yako. Na mwisho, hebu omba sasa uweze kuliweka katika matumizi hilo neno na uweze kushiriki kwa watu wengine. Kwa hiyo omba, chagua fungu, soma, liandike, pigia mstari, halafu shiriki watu wengine waweze nao kukutana na habari hizo njema. Mwisho kabisa, katika kujifunza Biblia kwa kina, hakuna njia ya moja kwa moja mpaka ambao umepangwa. Unaweza ukachukua fungu kwa fungu, unaweza ukachukua aya mpaka aya fulani, unaweza ukachukua sura nzima, unaweza ukachukua mada, unaweza kukutana na mada inachukua hata sura kadhaa. Kwa mfano mada ya Ibrahim, Mwanzo 12 mpaka 25. Kwa mfano mada ya imani, Waebrania 11. Unaweza ukatembea nayo, lakini pia unaweza kutembea na kitabu kwa ujumla. Katika namna yoyote ambayo utaamua kujifunza neno, zingatia kuandika, zingatia kuomba, zingatia kusikiliza na kupokea kile ambacho neno linakuambia. Asante. Katika kujifunza Biblia kwa kina, kuna kitu kingine cha msingi sana pale. Ruhusu Biblia jitafsiri yenyewe.
Yaani Biblia haihitaji msaada mwingine wa kutafsiri, inajitafsiri yenyewe. Na hii iko wazi kwenye kitabu cha Isaya sura ya 28 aya 10, ambapo nabii Isaya anaandika akisema ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo. Unapojifunza mada fulani, mada yenyewe haijengwi kwa fungu moja au mawili matatu. Inajengwa na mafungu kadhaa yanayoleta maana moja kutoka kwa waandishi tofauti. Inawezekana Agano la Kale na Jipya, kutoka kwa waandishi tofauti ambao wanazungumzia mada moja. Kwa mfano mada ya uumbaji, utaenda kitabu cha Mwanzo, utaenda Isaya, tuna Zaburi. Hiyo ni aya mbalimbali ambazo zinazungumzia mada ile ni moja ya uumbaji, lakini ni mada ambayo inafafanuliwa na waandishi tofauti. Kwa Biblia kwa asili inajitafsiri yenyewe. Na unapoacha Biblia tafsiri yenyewe inakusaidia kuelewa kwa kina neno la Mungu kwa namna ya kipekee sana. Lakini upende pia kuthibitisha kwamba hichi ambacho labda mtu anafundisha ndio chenyewe. Ili kuthibitisha uwe na nakala yako mwenyewe. Aya inasoma na mhubiri au mfundishaji, na unafunua Biblia yako, unahakikisha kwamba lile lililosomwa ni sahihi. Hiyo inakusaidia pia kuwa mtafiti na kuwa ni mchunguzaji wa maandiko kwa kina, na nikutie moyo kwamba hata wewe msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki unaweza kuwa mtafiti wa neno la Mungu na kuchunguza neno la Mungu kwa kina pale ambapo unapokuwa ukifuatilia mafundisho mbalimbali yanayofundishwa kwa kuandika zile aya, lakini kuzisoma mwenyewe unapokuwa faragha, ili kuthibitisha kwamba kile kilichofundishwa siku ile ni sahihi. Huyu mfundishaji aliyofundisha katika namna ambayo ni sahihi, kwa unathibitisha mwenyewe, na hivyo nakuwa ni mchunguzaji wa maandiko, na hiyo itakusaidia kuendelea kukua katika uhusiano na Mungu. Asante. Naam, hiyo ndio namna bora ya kujifunza Biblia kwa kina. Mpenzi mtazamaji, kufikia hatua hiyo tupate mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde. BW Media, stay informed. Na mpenzi mtazamaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, ni kukaribishe tena. Kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia chaneli ya BW Media. Na leo tuko katika somo la 5 tukiangazia kwa kina sana namna bora ya kujifunza Biblia kwa kina. Tumejadili mambo mengi ambayo yametuleta pointi ya kufafanua njia bora zaidi ambazo tunaweza tukajifunza ili tuweze kuelewa undani hasa wa Biblia, kulingana na kwamba Biblia kama tulivyoelezwa na wachambuzi inajitafsiri wenyewe. Baraka, tunaenda kwenye kipengele maalum sana cha baraka maradufu. Na ukisoma katika sura ile ya Isaya 50 aya ya 4, namna gani ambavyo neno linaweza kuathiri sisi binafsi na tunawezaje kuathiri watu wengine kupitia usomaji wetu wa Biblia. Naam, shukrani sana. Kati ya vitu vimenifurahisha katika wiki hii ni kwamba Mungu hataki tuwe wa binafsi, na Mungu anatamani kila mtu aokolewe. Hivyo akamvuvia mwandishi wa lesoni kutukumbusha kitu kizuri ambacho kinaendana na mazingira ya sasa. Tunasema current situation. Saizi watu tunapenda nini? Tunapenda kushow off. Tunapenda kujionesha. Tunapenda kushare vitu vyetu vya ndani. Haleluya. Tunapenda kile nilichofanywa mimi watu wajue kwamba nimefanyiwa, nimenunua gari, nimeoa mke mzuri, nimeenda kanisani, nimehubiri leo mimi, au kwenye lesoni pale mimi ndo nilikuwa naongea zaidi leo. Kuna hoja nilileta ngumu. Kwa kama sasa tunapenda kufanya hayo mazingira, hatutoki nje ya Biblia. Biblia ishasemaga hakuna jipya chini ya nini? Ya jua. Maanake sisi tunafanya yaliyofanyika zamani. Lakini sisi tulio wa Kristo tunabadilisha mfumo. Badala ya kuwa wa binafsi sasa tunaenda kushare baraka maradufu na watu wengine. Hicho ndio kinachotakiwa sasa. Badala ya kumwambia mtu pale kwenye lesoni nilileta hoja ngumu ambayo wameshindwa kuijibu, waambie watu kwamba kwenye lesoni tumejifunza hoja hii. Na hii hoja ukijua na wewe itakusaidia kwenye maisha yako. Hapo utakuwa umeshare baraka ya neno la Mungu na mtu mwingine. Tukumbuke Mathayo 28:19, Yesu ndo alipoanzisha hii tatizo. Akasema, alisemaje? Alisema enendeni, si ndio? Mwende wapi? Ulimwenguni. Mkafanyaje? Mkafanye kuwa mataifa na wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina langu na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha, moja,
kuyashika yote niliyofanyaje waamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini wa dahari. Kumbe sisi kazi yetu ni kuwafundisha watu wengine. Ndio maana utagundua wakati tunasema lesoni, mwandishi pia ametushauri kitu kizuri kwamba kama una kitu ulikisoma nyumbani sehemu ya faraga na ukaomba ukakiandika ukateki note, anasema kicheue sasa, wafundishe wengine, waambie kile ulichojifunza kule. Yawezekana ulijifunza haukufikia muafaka wa uelewa, kitendo cha kuwafundisha wengine wewe unapata na unayemfundisha anafanyaje? Anapata. Kwa hiyo inakuwa kwamba hujafanya uchoyo. Lakini pia tukumbuke kwenye Isaya, naomba hii niisome. Isaya 52 kuna neno zuri. 52:7 mwinjilisti utakuwa unalipata vizuri. Inasema jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema. Na huwezi kuleta kutokea ulipokuwa, lazima utoke nyumbani. Kumbuka kule nyumbani ndo kuna chumba cha nini? Cha ibada. Kule nyumbani ndiko ulikosoma nini? Neno. Unapopeleka kwa wengine, anasema hiyo ni nini? Ni miguu iletayo habari nini? Njema. Anasema miguu hiyo itangazayo amani, iletayo habari njema ya mambo mema. Hauwezi kuja kuleta mahubiri ya ovyo ovyo. Lazima mahubiri yawe ya habari nini? Habari njema. Kwa hiyo 52 amesema amka, jivike nguvu. Alafu sema jivike mavazi yako mazuri. Hiyo Isaya 52:2. Kwa hiyo wakati tunatoka tunaenda kukutana na jamii yetu, lazima tuonekane tukiwa safi. Tumeamka, tumejiandaa, tumejivika nguo nzuri, tumesoma neno la Mungu, tunaenda kupeleka habari njema. Tuanze kushare. Muda mwingine share kwa WhatsApp. Inawezekana kukutana na watu ni ngumu kulingana na nchi yako, lakini kuna WhatsApp, share Instagram, share sehemu yoyote ambayo binadamu utawakuta. Yaani popote binadamu wanapatikana, wewe ndio soko lako la kutangaza habari njema ya nani? Ya Yesu. Na tukifanya hivi, Mungu alishatuahidi kwamba atatupatia nini? Taji. Asante. Wakati Baraka anakumbushia lile fungu ambalo ni maarufu sana kwa wainjilisti, lile la kupanda milima lile. Nikakumbuka aya nyingine ya kutoka katika kitabu cha Isaya sura ya 50 fungu la 4 inaposema Bwana Mungu amenipa ulimi wa kufundisha. Yes, kwa hiyo naungana na wewe kwamba unapokuwa umeshajifunza, unapofundisha unajifunza zaidi. Unawasaidia wengine ambao hawajui hilo jambo. Lakini ya mwisho, kwa sababu ni mambo ya kiroho, imani yako kiuhalisia itaimarika sana. Nikukaribisha Dr. Martin, unaonekana bado una jambo fulani la kukazia sana hapa kwenye mibaraka maradufu. Naam, asante sana. Nimependa maelezo mazuri mlioyatoa. Nimepata jambo. Kwa nini aliandika baraka maradufu? Fungu hilo la Isaya linatuonyesha kwamba huenda ukawa tumaini kwa mtu mwingine utakaposhiriki habari hizo njema. Huenda ukawa ni Biblia ambayo mtu mwingine anasoma kupitia wewe. You never know. You may be the Bible which someone reads through you. Kwa hiyo shiriki habari hizo njema. Hii kanipeleka mbali zaidi, nikakumbuka kwamba hata katika maisha ya kawaida, chukulia mfano vikombe viwili. Kikombe ambacho kimejaa alafu kikamgawia mwingine kinakuwa na uwazi wa kujazwa tena. Lakini kikombe ambacho kimejaa alafu bado kinataka kuendelea kujazwa, kitamwagika, mwisho wa siku kitabaki na uwazi. Kwa hiyo kile ambacho unajua shiriki na mwingine katika haya maisha. Mwingine kupata sio mpaka wewe ukose, mwingine kuweza kuelewa jambo sio kwamba wewe hujui, wewe kuweza kujua jambo sio kwamba na mwingine asijue. Kwa hiyo shiriki baraka hizo. Mwaka 1998 katika michuano ya Olimpiki kule Barcelona, alikuwepo mwanariadha Edmund Derek ambaye hadithi yake inagonga fikra na mioyo ya watu wengi sana. Akiwa anatazamiwa kukamilisha mbio zile kama mshindi, akiwa anapigiwa upatu. Kitu cha kusikitisha ni kwamba akiwa katikati ya mbio zile anashikwa na jeraha. Msuli wake unaweza kupata majeraha, unaachia, anaanguka, anashindwa kuendelea, lakini anasimama kwa maumivu, anaendelea kuchechemea, anachechemea ili aweze kusonga mbele. Baba yake anaingia
anavuka walinzi, anaingia katikati, anampa support ili aweze kumaliza mbio zile. Nikapata masomo matatu katika hadithi ya kisa kile cha ukweli, kwamba maisha ya Ukristo ni kama riadha. Maisha ya Ukristo ni kumaliza mbio kuliko kuweza kuanza mbio. Kwa kushiriki habari zako njema, ni kama yule baba ambaye alikuja kumsaidia mwanaye aweze kumaliza mbio hizo. Msaidie mtu kuweza kumaliza mbio zake za kiroho. Lakini ukiwa kama Derek, ukiwa kama mwanariadha, pale ambapo utaanguka, utakata tamaa, kumbuka kwamba tazama taji au taraja iliyoko mbele yako. Wafilipi anaeleza vizuri hiyo 3:14. Utapotazama tuzo, utapotazama thawabu, utapotazama mede iliyopo mbele yako, hautoona changamoto, hautoona ugumu wa safari. We utakaza moyo kwenda mbele. Na jambo la tatu na la kipekee la kuweza kujifunza hapo ni kwamba inabidi sasa ufanye maamuzi ya mabadiliko muhimu. Kama ambavyo licha kwamba alivunjika, lakini akafanya maamuzi ya kuendelea kusonga, vivyo na maisha yetu. Tufanye maamuzi ya maombi, tufanye maamuzi ya kujifunza neno. Hakuna kukata tamaa. Tutaanguka, tutainuka. Wapo watu watatusaidia, huenda wewe ukawa msaada kwa mwingine. Asante Dr. Martin. Mwinjilisti Masaka katika kitabu kile cha Zaburi 119 aya ile ya 103 kuna maneno mazuri sana pale, anasema maneno yako ni matamu kuliko asali. Biblia inafananishwa na asali. Hii ina maana gani kiuhalisia? Katika zile kanuni tulizojifunza 7 za kujifunza neno la Mungu, unapojifunza neno la Mungu, Biblia ukiwa na shauku, neno la Mungu lina ladha nzuri ndani ya mioyo yetu. Linaleta utamu katika mioyo yetu. Tunakuwa na shauku ya kutaka kujifunza na kuwa na mwendelezo wa kujifunza kwa kina. Maana Daudi anasema katika Zaburi 119, 103 na 104, mausia yako ni matamu sana kwangu kupita asali, kinywani mwangu kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndio maana naichukia kila njia ya uongo. Neno la Mungu tunapojifunza lilikuwa ni tamu, linatupatia maarifa, linatupatia ukweli, na hivyo tunachukia njia ya uongo. Kwa neno la Mungu tunapojifunza tukiwa na shauku, lazima itatupeleka katika mazingira ambayo kwayo yatatufanya tuweze kuwa na shauku zaidi ya kumtafuta Bwana, uso wake hasa kwa kina sana. Hata Zaburi 19 pia anaelezea kuhusu neno la Mungu jinsi lilivyo zuri. Zaburi 19 aya 7 anakuendelea pale, sheria ya Bwana ni kamilifu, iburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, umtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kichwa cha Bwana ni takatifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni za kweli, zina haki kabisa. Ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi. Nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Fikiri kwamba una sega la asali na unalishughulikia. Ile ladha unayoipata ile, ndivyo katika neno la Mungu unapata ladha ya namna ile na zaidi ya pale. Maana utakugundua ukweli na utaukataa uongo, utachukia dhambi. Neno la Mungu linakufanya ujisikie furaha, linaburudisha nafsi, linakupatia amani, linakupatia ushindi na utakaso. Kwa nikutie moyo kuwa na muda maalum wa kujifunza neno la Mungu na mahali pa faragha, pazuri, pa utulivu, ili upate ile ladha ambayo mtafutaji wa kina wa neno la Mungu anaipata. Na unapokuwa na utulivu katika akili yako, muda ambao mambo yako fulani umeacha pembeni na akili yako iko katika hali ya upya, yani kipindi kile cha alfajiri kabla ya kupambazuka sana, muda ambapo akili yako bado haijaingiza vitu vingine vipya, ni muda mzuri ambao utakufanya unapojifunza linaleta ladha nzuri kama sega la asali. Unaburudika, unapata nguvu ya kiroho, na unaanza majukumu yako ya siku, unapokuwa unaanza ukiwa na nguvu, kwa sababu umemtanguliza Mungu, umemfanya Mungu kuwa wa kwanza, na mambo yako Mungu unapoyafanya baadaye Mungu anabarikia. Kwa hiyo nikutie moyo katika kujifunza kwa Biblia, uwe na shauku. Na shauku hii inaletwa kwa maombi, kualika uongozi wa Roho Mtakatifu ili akupatie shauku ya kina. Unapojifunza upate ile ladha ile kusudiwa ambayo itakusaidia kuwa mtafutaji wa kina na mchunguzaji wa maandiko sana.
Na lakini pia kuna mambo kama manne pale yameelezwa na Isaya 55 fungu la kwanza hadi 13. Jambo la kwanza ambalo ni la msingi sana, yani maswali ya kujiuliza manne. Mungu anawapatia nini wale wanaomjia yeye, ili wale kutoka katika neno lake. Anawapatia neno lake jema, anawapatia neno ambalo linakuwa ni tamu kwao kama asali. Lakini mwaliko wake kwangu hapa ni nini? Mungu anatoa mwaliko kwamba njoni mnunue bila fedha, bila thamani, mle maziwa na hasari. Yani neno lake linafanisha maziwa na hasari ambayo yanaleta ladha nzuri katika maisha. Lakini jambo la tatu, changamoto yake ni nini? Changamoto yake ni unapojifunza neno la Mungu uwe na muda ambao umeutenga, na kutenga muda maana yake ni kujinyima mambo mengine. Lakini kuwa na mahali ambapo umepatenga maalum pa kujifunza neno la Mungu, na hivyo itakusaidia wewe unapojifunza neno la Mungu akili yako uwe umeikita katika kitu fulani ambacho ni maandiko. Lakini jambo la nne, mwitikio wake ni nini? Mwitikio wake unapojifunza neno la Mungu, lipokee, liamini kwamba ni neno la Mungu kutoka katika kinywa cha Mungu, na hivyo litakusaidia katika mafundisho na katika kuonya na katika kuadibisha katika haki na kukukamilisha uweze kuwa mtu wa Mungu ambao umekamilishwa. Jizoeshe katika ratiba yako kila siku, uwe na muda na mahali ambapo utakuwa na faraga ya kujifunza neno la Mungu, ili uweze kupata ile ladha halisi ya utamu wa neno la Mungu katika maisha yako. Asante. Naam, hali kadhalika mpenzi mtazamaji, neno la Mungu linatupa ufahamu mpya. Kwa kadri ambavyo unakuwa unasoma ndivyo unavyofahamu na kujipambanua zaidi, kwa sababu tukumbuke kwamba unaposoma Biblia unakutana moja kwa moja, ni uhusiano wa moja kwa moja na Muumba ambaye anajua mwisho kabla ya mwanzo. Sasa tukiendelea tena katika awamu nyingine, mwinjilisti Baraka, ni changamoto gani watu wanakutana nazo katika kujenga uhusiano wao, uhusiano huu sasa tunaozungumza na Mungu, tukiwalenga zaidi hasa vijana? Changamoto gani? Yani wana shauku pia ya kutaka kujenga uhusiano kupitia neno la Mungu, kupitia zile kanuni ambazo mmeziainisha hapo, lakini changamoto ni nini? Mbona vijana wengi wanakwama katika hili? Kiukweli changamoto kubwa ambayo vijana tunayo, moja ni uvivu. Na ili tutoke kwenye uvivu lazima tuwe na kazi ya kufanya, na kazi ya kufanya inatengenezwa kwa kuonyeshwa kwamba ni wajibu wetu, lazima tufanye. Utagundua vijana wengi hatuna purpose, hatujui kwa nini tupo na kwa nini tunaishi, na baada ya hapo nini kitatokea. Tupo tu, lakini pia tunasahau kwamba neno la Mungu limeshatuambia kama tutakuwa tupo, ile Mithali 12 itatuhusu, ambayo inatuambia kijana, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Alafu kwa sababu hauna purpose, maana yake hata kumkumbuka Mungu sio lengo lako, kinakuja kitu hapa kinasema, kabla hasijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hilo. Kiukweli kabisa, sisi sote ambao tunakesha kuchati, tunakesha mitandaoni, umri utapoenda tutaanza kuzikimbia simu, kwa sababu majukumu yatakuwa mengi na hatukujiandaa. Kwa hiyo tutaona WhatsApp, Instagram ni kama ni anasa. Kama vile ambavyo wazee wetu walivyokuwa wanashinda kucheza ngoma, saizi wameshafika kuzeeka, wanateseka. Vivyo hivyo sisi tunaoshinda mtandaoni tutazeeka, tutasema hili neno kwamba sasa hatuna haja navyo, si ndio? Lakini tukumbuke tu, Suleimani mimi nampenda mafungu yake. Anatuambia kumbuka, kinachotusumbua hapa ni uvivu na hatuna malengo. Maana yake maono hatuna. Hivyo basi tumekuwa wavivu. Sasa ili tuchomoke kwenye uvivu, anatuambia tujifunze kwake mdudu anaitwa nani? Chungu. Yule jamaa hana kiongozi, hana malikia, ni mdudu pekee ambaye hana nani? Malikia. Na kwa sababu wazazi wetu tayari wameshajibadilisha, sio malikia tena, na wenyewe ni watafutaji saizi, wanapambana kutafuta, wanasahau kutujenga. Kumbuka Biblia inasema urithi mtu upokea kwa nani? Kwa babaye. Na unaona kabisa hapo nyumbani wewe urithi hamna. Unatakiwa urudi kwa chungu kujifunza kwa nani? Kwa chungu. Ili itokee nini? Ili kwamba sasa wewe uanze kujiwekea na wewe akiba ya uzeeni ambayo baba yako amegoma kuweka, ambao mzazi wako hawezi kukulisisha.
Kama ungekuwa Tanzania tungesema wewe sasa sio mtoto wa Mo, sio mtoto wa Balesa, sio mtoto wa GSM. Ni mtoto wa baba ambaye ujanani naye alikuwa anaenda kucheza ngoma kama wewe unavyoshinda Instagram, unavyoshinda WhatsApp. Vivyo tubadilike, na badiliko hili ni kukubali kuamka. Haleluya. Kukubali kuamka na kutafuta lengo. Lengo la kwanza tumejifunza leo ni kumjua nani? Mungu. Na kusoma nini? Biblia. Alafu kwa sababu tutaamka mapema, tutasoma Biblia, tutakuwa na sehemu ya kusali, tutawafundisha watu, Mungu atatupatia maono. Kumbuka Mungu anatuambia siku za mwisho vijana wenu wataona nini? Maono. Hayo maono sio tu maono ya kumjua Mungu, na maono ya namna ya kuishi hapa wapi? Duniani, kwa sababu hajasema ni maono ya aina gani. Kwa kumbe chaji hapa ni kuacha uvivu, alafu ili tupate ile consistency sasa kufanya mambo kwa kujirudia rudia, tunaenda kujifunza kwa chungu ili tuwekeze kizazi ambacho hakitateseka, chenye nguvu ya kifedha cha kusapoti kazi ya Mungu, watu wengi wakaokolewa na Yesu akarudi. Ila saizi Yesu arudi kwa sababu wazazi walifanya uzembe na sisi tunawaiga, maana wameshatupatiliza. Tunaendelea na Instagram na Facebook, na sisi tunapatiliza kizazi cha 4 kule, sio wataendelea na nini? Mungu atuokoe, na mimi na wewe tuanze kubadilika, tutatoka. Nimependa sana kile kipengele cha kwamba mwana urithi kutoka kwa babaye. Sasa kama baba alikuwa anacheza ngoma alafu na wewe sasa uko kwenye Instagram na ni baba wa baadaye au mwanafamilia wa baadaye, ni changamoto. Suluhisho unaona ni kufanya maamuzi sasa. Uhusiano na Mungu ni uchaguzi, sio hisia tu. Kwa amua leo kwanza ili uone kwamba mambo yanaendaje. Ni washukuru wachambuzi kwamba tumeangazia mambo mengi sana kwa kina, tukiangalia namna ambavyo tunapaswa kujifunza neno la Mungu. Sasa tunapoelekea mwishoni kabisa mwa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, nianze na Dr. Martin. Tunatoka na mambo gani ambayo ni mkazo sana katika somo la leo? Naam, asanteni sana. Mshukuru pia mtazamaji anaendelea kufuatilia. Tujifunze mambo haya tunapotamatisha namna ya kujifunza Biblia kwa kina. Kitu cha kwanza kabisa na cha muhimu na cha msingi ni kwamba ili ujenge tabia, ili uweze kujifunza neno la Mungu, lazima ulipende, lazima uone utamu, lazima ufeel ladha ya neno la Mungu jinsi ilivyo tamu. Utaweza kujifunza, utaweza kusoma neno. Mtu fulani alisema ukiwa unafanya unachokipenda utakuwa na furaha, lakini ukipenda unachokifanya ndipo mafanikio yanapoweza kuja. Sasa nikueleze kwa nini utamu wa Biblia uko wapi. Utamu wa Biblia unafananishwa kama asali, kwa sababu asali ni tamu kwa uasilia wake, haijachanganywa na kitu chochote, haijachakatwa, ni tamu. Ndivyo neno la Mungu jinsi lilivyo, ni tamu kabisa. Alafu utamu unakuja pale ambapo unaridhisha akili yako na roho yako. Muda fulani unaposoma Biblia, unaporidhika, unapata utamu. Lakini utamu mwingine unakuja pale ambapo unaona mwongozo, unapata dira. Upo njiani, hauna ramani. Unaposoma Biblia, unapopata dira, una feel ule utamu wa neno la Mungu. Lakini utamu mwingine, tabia iliyobadilika, mabadiliko yanayokuja, huo wote ni utamu wa neno la Mungu. Sasa katika habari ya Isaya 55:1-13 pale ni kwamba Mungu na neno lake anatoa bure kile ambacho mwanadamu hawezi kukinunua. Isaya ametumia maji inatumika kama uhai, unatoka kwa Mungu pekee na ni bure kabisa. Isaya ametumia maziwa hayo ni afya, inatoka kwa Mungu na ni bure kabisa. Isaya ametumia divai, hiyo ni furaha, kuna furaha inayotoka kwa Mungu ambayo ni bure kabisa. Jambo la pili ni kwamba tumtafute maadamu anapatikana. Mungu hajajificha, ila hajilazimishi kwetu sisi. Yuko bayana, lakini hatokuja kujilazimisha kwako, ni mpaka umtafute. Na jambo lingine ni kwamba matokeo ni mjumuisho wa tukio pamoja na mwitikio, ndipo utapata matokeo. Sasa tuilete sasa katika utendaji. Chukua hii ya mwisho, itaweza kukusaidia katika namna ya kuweza kujifunza Biblia. Ili upate matokeo, lazima liwepo tukio na lazima uwepo mwitikio. Katika hatua za kiutendaji, practical, namna ya kujifunza Biblia na kuweza kuelewa ni kwamba soma kwa lengo.
kuwa na purpose. Unataka ujifunze nini katika aya hiyo? Usisome tu kama wajibu. Biblia sio kitabu cha kidini, ni neno la Mungu, ni kitabu cha kiroho. Soma kwa lengo, jiulize unatafuta nini hasa. Jambo la pili, practically tafakari neno la Mungu. Chukua muda, tafakari kile ulichokisoma. Jambo la tatu, hebu fanya mazungumzo baina yako wewe na Mungu. Unaposoma aya fulani, hebu muulize Mungu, hapa Mungu umepanga nipate nini? Kwa maombi, fanya hivyo. Jambo la nne, katika utendaji, hebu weka sasa neno la Mungu katika utendaji. Ikiwa umesoma habari ya msamaha, ukitoka pale mtumie ujumbe mtu, mwambie nimekusamehe. Ikiwa umesoma habari ya matoleo, katoe zaka na sadaka. Ikiwa umesoma habari za misaada, kafanye misaada, weka katika utendaji. Na mwisho kabisa, na ndio msingi, kuwa na mwendelezo. Kuwa na mwendelezo kila siku, mara kwa mara. Na kwa kufanya hivyo, neno la Mungu tutaliona tamu, tutalifurahia na tutapata madini, tutapata yale yote ambayo Mungu amekusudia. Bwana akubariki utakapokwenda kujifunza Biblia. Asante. Naam, asante sana. Kitu ambacho natamani tumalize nacho ni kitu kidogo sana. Kumbuka, hii Biblia hatujifunzi kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Hii Biblia tunajifunza kwa sababu wakati inaandikwa, haikuandikwa kwa nguvu za binadamu sisi au wanafalsafa, ila kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu kwa hawa mitume na manabii wakaiandika hii Biblia. Hivyo basi hatuwezi kufanikiwa kama hatutaamua kumuita Yesu atupatie Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu atuongoze kuyajua haya yote. Lakini la kumaliza nalo ni kwamba atakaye kushinda, Biblia imesema lazima ajizuie kwa mambo mete. Yaani ukitaka kushinda kivyo vyote lazima ujizuie. Na ishia hapo, akasema tazama naja kama nani? Mwivi. Yesu atakuja kama mwivi. Kwa sababu Yesu atakuja kama mwivi, tuna kitu pekee ambacho tunataka tuondoke nacho. Kumbuka, Yesu anakuja kama nani? Mwivi. Na atakaye kushinda lazima ajizuie mambo yote. Mithali 6 mstari wa 6 inasemaje? Mstari wa 4, usiache macho yako kupata usingizi. Kumbuka, Yesu anakuja kama nani? Mwivi. Kwa hiyo hutakiwi kulala hapa. Usiache macho yako kupata nini? Usingizi. Wala kope za macho yako kusinzia. Kwa nini? Kwa sababu ujiponye kama paa mkononi mwa mwindaji, na kama ndege katika mkono wa mtega mitego. Kwa hiyo mtego tunao hapa, Yesu anakuja kama mwivi. Kwa hiyo sisi tunaopenda kulala, tutaamka tutakuta kwenye ziwa la moto, au tutaamka tumeshaachwa. Kwa hiyo ili tusiachwe, tupende kusoma neno la Mungu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na usingizi usiwe sehemu ya maisha yetu, ila tukeshe tukimngoja nani? Yesu. Asante. Naam, kabla mzee Masaka hajamaliza kile ambacho tunapaswa kuondoka nacho katika juma hili, kuna ahadi ya msingi sana ambayo tumeipata katika kitabu kile cha Isaya sura ya 55 fungu la 11, ambapo anasema neno langu halitarudi kwangu bure. Ikiwa na maana kwamba neno la Mungu lina nguvu, linatimiza kusudi lake, lakini halishindwi kamwe. Kwa hiyo hata kama mtu kuna namna alivyo, kupitia neno la Mungu anaweza kabadilika. Nikukaribisha sasa Mwinjilisti Masaka, useme yale ambayo unadhani ni ya msingi katika somo hili, kisha utatufungia kwa ombi. Katika kujifunza neno la Mungu kuna mambo ya msingi sana ambayo mimi yamenivutia. Jambo la msingi la kubwa la kwanza ni ile hali ya kuwa na muda. Ni jambo la msingi kuwa na muda ambao umetenga katika ratiba yako. Kujifunza neno la Mungu, pawepo na ratiba hiyo ambayo umeitenga. Isitokee kama dharura tu, lakini uwe na mahali ambapo umepaweka maalum ambapo utakuwa ukikutana na Mungu kwa kuongea naye kwa kujifunza neno la Mungu. Unajua, unapojifunza neno la Mungu, Mungu anaongea na wewe na unamsikiliza. Unapoomba, wewe unaongea na Mungu na Mungu anakusikiliza. Na katika Isaya sura 50 aya 4 ni aya ambayo imenivutia sana, kwamba Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao. Kujifunza neno la Mungu, unapata kufundisha watu wengine, yaani ushiriki ule mbaraka kwa watu wengine. Na anasema kwamba nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka.
Mtu ambaye amechoka, amekata tamaa, hana nguvu, unamtegemeza kwa neno la Mungu ambalo tayari wewe ulijifunza kwanza, ukalielewa, ndipo unapata sasa nguvu na ulimi wa kuongea na kuwategemeza watu. Lakini anasema kwamba huniamsha asubuhi baada ya asubuhi. Sasa hii ndio kutenga muda wa mapema zaidi na mahali pazuri zaidi. Unaamshwa asubuhi baada ya asubuhi. Anasema kwamba huniamsha sikio langu lipate kusikia. Sikio lako linaamshwa na Mungu asubuhi, upate kusikia sauti yake. Pale unapojifunza unasikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inapokaa ndani ya moyo wako, ujifunza neno lake, unashiriki kwa wengine mbaraka huu, unakuwa ulimi kwa watu wengine kwa kuwategemeza na kuwatia nguvu waliochoka na kukata tamaa. Na kwa namna hiyo basi neno la Mungu linapokuwa katika hali kama mazingira kama kwako litakuwa ni tamu kama hasari. Unaburudika, unapata amani, unapata ushindi, maana unajifunza ili ufundishe wengine. Unashiriki mbaraka kujifunza ili utoe kwa wengine kile ambacho umejifunza ili kiweze kuwa mbaraka kwa watu wengine. Kwa hiyo nikutie moyo katika kujifunza neno la Mungu, jifunze lakini shiriki na wengine. Na unaposhiriki na wengine, ujuzi wako pia unaongezeka. Zaburi inasema kwamba kufafanusha maneno yako kuatia nuru na kumfahamisha mjinga hekima. Kadri unapofundisha mtu mwingine, uelewa wako unaongezeka zaidi. Na kadri unapokumbana na watu wenye hoja zaidi, unakufanya kusoma kwa kina zaidi. Kwa hiyo uelewa wako unazidi kupanuka zaidi. Kwa hiyo kufundisha watu wengine kuna kufanya uwe na uelewa zaidi, maana utakumbana na hoja fulani, itakufanya urudi kujifunza zaidi, lakini pia inakufanya kadri unavyorudia kufundisha watu wengine, wewe pia mambo yale ya Mungu yanakaa kichwani zaidi. Na Zaburi inasema kwamba neno lako linapokaa moyoni mwangu sitakutenda dhambi. Kwa neno la Mungu linapokaa moyoni, linakaje moyoni? Kwa kujifunza. Na Yesu anasema kaeni ndani yangu. Tunakaa ndani kwa Yesu kwa namna gani? Kwa kujifunza. Kwa hiyo kwa namna hiyo tutakuwa wanafunzi wazuri wa Biblia, wana maandiko, na tutashiriki mbaraka huko wengine kwa kufikishia habari njema za utume na hatimaye wapate kuokolewa. Basi tuombe. Asante Mungu wetu kwa mbaraka wa pekee wa mwongozo wa kujifunza Biblia katika somo hili la 5. Tumejifunza namna nzuri kujifunza Biblia, njia nzuri na za kipekee sana. Tuongoze ili tuweze kuwa wanafunzi wako. Na muombea mtazamaji wa kipindi hiki kiweze kuwa mbaraka kwake kwa kushiriki kujifunza na kufundisha wengine. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Naam, nawashukuru wachambuzi kwa namna ambavyo tumeenda sambamba sana katika somo hili, namna ya kujifunza Biblia kwa uhalisia na kwa undani zaidi. Nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji kwamba kwa kifupi leo tumejifunza mambo kadhaa. Moja, soma Biblia kwa makusudi maalum. Hapo ukiwa tayari umeshaomba, lakini pia tenga muda maalum. Lazima uwe na muda fulani ambao umeutenga. Omba kabla na baada. Kabla ya kusoma Biblia na baada ya kusoma Biblia pia uombe. Lakini pia ni ile hali ya kucheua kama wachambuzi walivyosema, washirikishe wengine kile ambacho wewe umekijua. Lakini kabla hatujaondoka, kumbuka kwamba katika Yeremia sura ya 29 fungu la 13 inasema, mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Kwa mpenzi mtazamaji, niseme tu usisome Biblia kwa haraka sana. Soma ili kumjua Mungu kwa kutafakari. Lakini pia niendelee kuwashukuru wachambuzi kwa namna tulivyoshirikiana. Bwana awabariki. Ninawakaribisha tena katika kipindi kijacho. Lakini mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza unaangazia au unaangalia katika kiambaza chako, hii ni channel ya BW Media na tuna masomo mengi sana ambayo tunakuwa tunayaleta kila juma. Kwa hiyo nikualike tu kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Na kama wewe umekuwa ni mfuatiliaji wa mara kwa mara, usiache kufuatilia kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia na vipindi vingine. Niseme tu kwamba mimi ni Watson Mwakijola na tunaendelea kukua katika neno la Mungu. Hiyo ndio wito wetu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mpaka juma lijalo, bye na kwaheri kwa sasa.